kumbe jana pia wakati watu wanazungumza wanajadili mambo ya mikopo nini, pia muziki wa singeli ulizungumzwa. Na kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa na wabunge wanavyozungumza, wengi walikuwa wanazungumza kwa hisia. Mimi binafsi niwe mkweli, hii ni mimi na maoni yangu. Huwa natamaniji sana kujua ni nani ambaye alisema singeli ndio iwe muziki wa taifa. Huwa ninatamani kujua au ni sisi jinsi ambavyo tunauita. Lakini hata kwenye maelezo ya Mwana FA naye akasema kwamba hatujataka huu muziki uwe utambulisho wa muziki wa taifa, lakini tunaamini ni muziki asili ya kutoka wapi? Tanzania. So tukiusanitize kwa maana ya kuusafisha na nini kwa sababu watu wengi wanasema muziki pia wa singeli ndani yake una uhuni. Natamani kidogo tumsikilize Mwana FA, alafu tujadili kwa uchache kabla tujahamia kwenye inbox ya Kusa. Hoja kuhusiana na muziki wa singeli. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge kadhaa hapa wameongea toka asubuhi na wameongea kwa hisia nyingi kuelezea jinsi ambavyo kuna sintofahamu kati ya kwanza singeli kuwa muziki wa taifa, lakini hali kadhalika maudhui ambayo yanabebwa kwenye aina hii ya muziki. Nachotaka kusema Mheshimiwa Naibu Spika ni kwanza, hakuna mtu yoyote aliyesema mahali popote kwamba tunataka kufanya singeli kuwa muziki wa taifa. Kilichotokea ni kwamba singeli kama mziki ambao umetoka mtaani, umejipigania wenyewe, umejipambania wenyewe, na ukifanywa na vijana wadogo ambao wametengeneza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa muda mrefu, tuliona kwamba mziki huu umeshika na unakubalika katika maeneo mengi ikiwemo nje ya nchi. Mimi binafsi nimeshawahi kwenda kwenye maonyesho ya singeli nje ya nchi na mziki huu umekuwa unafanya vizuri sana. Sasa ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote duniani anayeweza kuja kudai kwamba singeli ina asili ya kutoka nchini kwao. Kwa hiyo kimsingi singeli ina asili ya kutoka Tanzania. Na tulichofanya tulikuwa tunajaribu kuwasaidia vijana hawa ambao wamejitengenezea ajira, wamejitoa mtaani kwenye kufanya mambo ya ovyo, ili kuhakikisha tunawasaidia kubrand, kupackage na kupromote mziki huu. Na wakati tunafanya hivyo tuwasaidie pia kusanitize, kusafisha mziki wa singeli, Mheshimiwa Spika. Hiyo ndio ajenda yetu. Kwa hivyo uhuni ambao unasemwa uko katika singeli, naamini mimi nikiongea kama mwanamuziki najua kwamba uhuni uko katika muziki yote, na unahitaji vijana hawa wanahitaji maelekezo na sio kususwa kama ambavyo tumekuwa tunasema kwa ukali. Siamini kama kuna mbunge yote anataka tuwatelekeze vijana hawa, anataka kuua muziki wa singeli, lakini ninachojua ni kwamba wanataka tujaribu kusafisha muziki huu na uweze kuwa utambulisho mzuri kwa taifa letu, huku ukiwa unabeba maudhui ambayo yanaweza kuuzika ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wabunge wote walioongea kwa hisia sana, akiwamo dada yangu Esther Maleko, kwamba watupe nafasi tuwasaidie vijana hawa, tuwasaidie kusafisha mziki huu, na mziki huu utakuwa wenye matumaini makubwa hapo mbeleni. Hicho ndo ambacho nilikuwa na kitafakari kichwani mwangu kuhusiana na maneno mazito ambayo ameyazungumza naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo. Kauli yake ya mwanzo anasema sifikiri kama kuna mtu yoyote ambaye amewahi kuzungumza kwamba singeli uwe ni muziki wa taifa hili. Lakini mimi nasikia maneno mengi sana kwamba bwana huu ndio muziki wa mpaka kuna muda anajiuliza, mimi nafsi yangu sasa huwa anajiuliza kwani Bongo Flava ni muziki wa Paris? Yani kuna Mfaransa anaweza katoka Ufaransa akaja akasema bana hii saundi yetu, mbona zamani tulikuwa tuna saundi sisi, imeendea wapi ile? Imepotelea wapi? Ni maswali ambayo anajiulizaga kichwani. Lakini unajua swala la kusema kwamba hii ndio hiyo sound yetu sijui. Unajua sisi tuna kitu kikiona ni kizuri unatamani ni kiwe worldwide. Same as vazi la taifa. Tunavyoona watu wamevaa sijui ni vitenge, wamevaa nguo za Kimasai. Hii ndio inatakiwa ile vazi la taifa, na wakienda kama huko hivi watu wakiwa wanawaona kwamba hii ni original kutoka Tanzania, wasema okay, Tanzania kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo mtu ni wanakuwa tuna tamaa na kutamani kwamba hichi kitu basi kifike huko. Kitu wake kwa sababu tuna vitu vingi alafu vyote baada havijatambulisha kitaifa. Mimi pia nimemsikiliza mheshimiwa, na kama nimemuelewa vizuri ni kwamba amehoji kwamba hakuna ambaye amesema huu muziki ni wa hapa nyumbani Tanzania, yani tu ndo muziki rasmi official. Lakini amesema hatujawahi kusikia muziki mwingine wa singeli kutoka nje ya Tanzania. Yani kwa mfano wewe umezungumzia Bongo Flava, kwa nini sio Bongo Flava? Ukienda Kenya tu hapo
kuna bongo flavor za kutosha. Wakina Willy Paul sasa hivi wanapiga show zao huko Kenya na bongo flavor yetu hii. Lakini mimi binafsi sijai kusikia singeli kutoka Kenya. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hivyo ikipitishwa haya, isipopitishwa basi. Kwa sababu ukisikiliza singeli ina midundo ya vanga, kwa maana magoma ya Kizaramu, chiriku, hizo zote ni asili kutoka hapa nyumbani Tanzania. Lakini bongo flavor ukisikiliza ina midundo ya zuku, ina midundo ya rumba kutoka Kongo kule, ina midundo ya reggae. Umeelewa? Bado tutakuja kuzungumza hip hop, ndio hiyo Marekani. Kwa hivyo tutakaa salama kama tukibaki kwenye singeli. Huo ni mtazamo wangu. Okay. Ndio kakaangu. Sawa, hapo sio kama nitakuwa nimekupa picha kidogo. Nimejitahidi. Kuna namna na ngamua majambo. Ndio maana nikasema mimi binafsi nimekuwa nikijiuliza kwa kiasi kikubwa sana kwamba inakuaje, lakini nikikaa na maswali yangu na majibu yangu pia vile vile. Ila kuna vitu na vingamua. Na hapa ndio ikanipelekea kujua au ndio maana ile project ya mdundo wa taifa na nini listack. Kwani tulitaka tupate nini pale kwenye mdundo wa taifa, na sasa nikasema nikitamani kwenda huko deep sana nitavuruga mambo. Nina jumbe ukitaka na hilo nitatia neno. Kama una muda tuendelee. Sina muda. Nina jumbe ya Kusa by the way kutoka kwenye simu yangu hapa sasa hizi. Ngoja nitazame haraka huyu hapa. Bana nafahamu kama watu wengi tunajua Kusa ni moja kati ya wasanii wazuri wakali tumebarikiwa kuwa nao Tanzania, na amekuwa na consistency nzuri kwenye muziki wake. Lakini pia Kusa ni mtunzi mzuri, ni mwandishi mzuri wa ngoma, ukiachana magoma ambayo ameandika yeye mwenyewe na kuyafanya, lakini pia kuandikia baadhi ya mastaa wengine ambao ngoma hizo nazo pia zimefanya vizuri. Na sasa hivi na ngoma lake linaitwa Blessing by the way, ina few weeks limetoka. Sasa juzi kati hapa Kusa alionekana akiwa kwao kule Bumbuli Lushoto Tanga, akitoa misaada mbalimbali kwa madereva bodaboda na nini, jamii mbalimbali. Kiukweli mimi ile nilijiuliza mwenyewe binafsi kama ni project binafsi ambayo anafanya au ni ile giving back to society, kwamba bado unahitaji urudishe kwa jamii kwa sababu amekusupport. Na watu wengi walifurahishwa na kile kitendo kwa sababu the way ambavyo alikuwa akiposti kwenye IG yake, comments nyingi zilikuwa positive. So ikabidi nimcheki Kusa kidogo kwenye box kidogo, tutete kidogo walau mawili matatu kuweza kufahamu, kwa sababu yeye ndio ambaye ameyafanya, atakuwa na majibu sahihi. Kusa, this time around nimekuona umekwenda Bumbuli, ni kama Bumbuli mabegani. Natamani kujua kama ile ni project maalum au ni just giving back to society. Wewe ndio una majibu mazuri, niambie. Bwana, this time around nimeamua kuionyesha Bumbuli yetu, na ni dhamira yangu kitambo, tuseme watu wameanza kuona sasa hivi, ila kitambo sana nilikuwa nikiendelea kuipenda Bumbuli, na naamini kwamba ipo siku kila mtu atakuwa anaifahamu Bumbuli. Siwezi kusema ni project maalum. Mimi nilikuwa najaribu tu kurudi nyumbani, nimekumbuka nyumbani, lakini nikaona watu wakiona wengine pia wanaweza kujifunza, lakini nimepokelewa kwa ukubwa sana hadi mimi mwenyewe nimetamani kuwa na muendelezo kwamba endelee, kumbe watu wengi wanaona, so maana yake ni watu wengi wanajifunza na watafanya pia kama hivyo, hata kama si wote, lakini kuna baadhi ya watu wengi mno wamevutiwa, wamekuwa wakiniuliza umefanya vipi, tufanyaje tuwafikie watu wa nyumbani na nini. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na nitakifanya kama muendelezo ili ndugu zetu wengine pia waendelee kupata misaada. Kwa hiyo itakuwa ni kitu ambacho kinaendelea mara kwa mara, yani lipo vingi, yani ni vingi mno. Kwa hiyo nitakuwa nikiendelea kufanya na nitaonyesha kwa ajili ya watu wangu kuendelea kujifunza. Okay, safi. Nimependa kama ni umeamua kuweza kurudi nyumbani, na kama kuna watu wengine pia wanakutafuta kwa ajili ya kujifunza, kutaka kujua umefanyaje ili nao wafanye kwenye maeneo yao, ni jambo la kheri sana. Natamani utuambie sisi na Watanzania wote kitu gani hatukijui, kwa sababu wewe ndio kwenu hapo. Nini ambacho tukifahamu kuhusiana na Bumbuli? Lakini pia unaweza kutumia fursa hii huenda tukafanya utalii wa ndani Bumbuli, you never know. Tanzania hajui vingi sana kuhusu Bumbuli. Bumbuli ni sehemu moja ambayo imetulia, ni mtu yote ukienda na familia yako ukasema nenda kukaa camp kidogo, bwana unaweza kuongeza kitu kikubwa sana, kwa sababu kuna vitu vingi vya asili, kuna mamito, kuna manini. Yani Bumbuli ni sehemu fulani hivi ambayo imejaliwa sana uoto wa asili, lakini pia kuna vitu vingi vya kushangaa, kuna mito mikubwa, kuna mawe makubwa sana, kuna misitu mizuri mikubwa. Yani Bumbuli na vitu vingi sana, ni sehemu ambayo na washauri hata watu wengine pia kama si kwa akili
mwili imechoka kidogo, unataka sema kupumzika, unaweza kukimbia zako Bumbuli hata siku zako 3 ukaweka sawa. Ujue kuna baadhi ya vitu ukiviona vinaleta faraja sana na vinaongeza pia furaha kwa binadamu yote. Kwa hiyo nawashauri sana watu, inshallah panapo majali tutajenga mahoteli, tutafanya nini, lakini mpaka sasa hivi pia panafikika. Kwa hiyo mwenye nafasi ya kwenda kupumzika, anataka kuona vitu vipya, akienda Bumbuli ataona vitu vingi sana. Huyo ni Kusa. Sasa nafikiria Bumbuli Tanga hiyo Lushoto nimefika mara moja tu pale, lakini nilipapenda kama milimani hivi. Okay. Na udongo wa kule na nini, nilienjoy. Nataka tu pay bill kidogo alafu turudi kwa sababu Kusa bado tuko nayo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.